Amani, rehema na baraka za Mungu ziwe juu yako. Katika video hii tutajifunza kuhusu tofauti kati ya masomo ya kiasi na ubora au masomo ya kinadharia katika masomo ya kiasi na ubora. Zinatofautiana katika baadhi ya mambo haya. Madhumuni ya utafiti. Madhumuni ya utafiti katika masomo ya ubora ni kuelewa na kutafsiri baadhi ya hoja au matukio yaliyopo wakati wa masomo. Kiasi, lengo kuu ni kujaribu nadharia na pia kujua sababu za nadharia hii au kufanya utabiri fulani. Kuna tofauti nyingine katika ukubwa wa utafiti. Masomo ya ubora kwa kawaida huwa madogo iwezekanavyo. Kisha akabainisha kwamba idadi ya washiriki inapaswa kuwa na kikomo cha juu cha 20 au 30. Hata hivyo, katika masomo ya ubora, idadi huwa kubwa zaidi kila wakati. Washiriki huchaguliwa kwa njia ya nasibu pia. Kuna kundi la vigezo vinavyohusishwa na tafiti za kiasi au vinavyojulikana kama variables. Lakini katika tafiti za nadharia, kigezo kikuu huwa ni sampuli nzima. Kuhusu aina ya taarifa zinazotumika, bila shaka katika tafiti za nadharia unaweza kutumia maneno, picha au baadhi ya vitu vingine. Vitu vinavyoonekana au kuguswa. Lakini katika tafiti za kiasi inashughulikiwa na takwimu. Jinsi ya kukusanya taarifa mara nyingi katika tafiti za nadharia. Taarifa hukusanywa kupitia kile kinachojulikana kama maswali ya wazi, open-ended questions, au maswali yasiyo na majibu maalum. Inawezekana pia kukusanya taarifa kwa kuangalia washiriki, kufanya nao mahojiano au kuchukua maelezo. Hizi zote ni njia zinazoweza kutumika katika tafiti za nadharia. Lakini katika tafiti za kiasi, kwa sababu ni lazima kupima baadhi ya mambo na kupata vipimo vya takwimu. Na baada ya kupata vipimo hivyo vilivyopatikana pia vinachambuliwa. Ni lazima kufanya majaribio ya takwimu katika tafiti za kiasi, wakati tafiti za nadharia lengo lake ni kupata baadhi ya mada au themes, yaani vichwa vya habari vinavyohusiana na mada hii. Kwa upande wa uhalisia, tafiti za kiasi zinachukuliwa kuwa na uhalisia zaidi kwa sababu zinategemea takwimu. Lakini tafiti za nadharia zinachukuliwa kuwa za upande wa hisia, subjective, kwa sababu zinategemea zaidi mambo ya kisaikolojia. Bila shaka, kuna baadhi ya sababu za upendeleo ambazo huenda zikawa nyingi zaidi kwenye tafiti za nadharia, wakati ambapo sababu hizi za upendeleo huwa kidogo zaidi kwenye tafiti za kiasi kwa sababu kuna mbinu fulani zinazoweza kutumika kupunguza upendeleo kwenye matokeo. Bila shaka, matokeo yanaweza kuenezwa kwenye tafiti za kiasi endapo sampuli itachukuliwa kwa ujumla au kwa uwakilishi wa jamii nzima. Lakini kwenye tafiti za nadharia, sampuli haiwezi kuenezwa kwa jamii nzima kwa sababu mara nyingi huchukuliwa sampuli ndogo tu ili kutoa taarifa kutoka humo. Mara nyingi tafiti za nadharia hutumika kuchunguza baadhi ya nadharia au kuboresha nadharia zilizopo. Kwa kawaida, lengo lake ni kuwa kama hatua ya awali au ya mwanzo katika kufanya utafiti wa tafiti za kiasi. Mara nyingi hutumika kuthibitisha nadharia hizi na matokeo yake huwa ya kuthibitisha confirmatory result baadhi ya nadharia zilizopo. Bila shaka, mara nyingi tafiti za kiasi hufanywa na mara nyingi lengo lake ni kutoa utabiri, lakini katika tafiti za nadharia zinategemea tabia za binadamu, tabia za kijamii, hisia zake, mienendo na nini kinachomsukuma katika mazingira fulani. Haya yote yanategemea tafiti za nadharia. Bila shaka, lengo la tafiti za kiasi ni kutabiri, predict, au kuelezea, explain, au kuelezea kwa undani, wakati katika tafiti. Katika tafiti za nadharia, mara nyingi hufanyika kuchunguza au kuelewa baadhi ya matukio.
Kwa kawaida, tafiti za nadharia huwa na mtazamo mpana na zinashughulikia mambo mengi, wakati tafiti za kiasi zinajikita kwenye jambo moja mahususi ili kulihakiki. Mara nyingi, tafiti za nadharia hutumika katika mazingira ya kawaida, natural environment, hazihitaji mazingira maalum ili kufanyika. Lakini katika tafiti za kiasi, taratibu maalum hufuatwa katika mazingira maalum. Mara nyingi katika tafiti za nadharia, ripoti za utafiti huandikwa mara kwa mara. Na kuna aina fulani za utafiti, kama utakavyoona baadaye kwenye video maalum, kama vile tafiti za matukio phenomenology, vitendo vya msingi grounded actions, kama vile utafiti wa ripoti ya kesi, utafiti wa kesi, lakini kwenye tafiti za kiasi hufanyika tafiti maalum kama vile cohort, cross-sectional na clinical trials. Hizi zote ni tafiti maalum za tafiti za kiasi, na inawezekana pia kuchanganya aina zote mbili za utafiti kwenye kile kinachoitwa utafiti mchanganyiko au mixed methods. Hizi ndizo tofauti kuu kati ya masomo ya ubora na masomo ya ubora. Asanteni nyote.